التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة. Inafaa kufanya tawassul kwa Allah, kumuomba Allah kwa kutaja matendo yako mema. Na katika hili tujitahidi kutenda matendo mema. Ikiwa wewe umetenda matendo mema yakakupata matatizo, ukamuomba Allah kupitia yale matendo yako mema uliyofanya kwa ajili yake peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala atakujibu katika dua yako. Ndugu zangu katika imani, wa fihi bayanu fadli birri alwalidain wa fadli taqdimihima ala sa'iri alahli wal aqarib. Katika hili kuna ubainifu juu ya fadla za kuwatendea wema wazazi wawili. Katika hili kuna ubainifu juu ya fadla ya kuwatanguliza wazazi wawili kuliko wewe mwenyewe, kuliko mkeo, kuliko watoto wako na kuliko watu wako wote wa karibu. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nitumie nafasi hii kuhusieni ndugu zangu katika imani, vile vile kuhusia nafsi yangu katika masala mazima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ama khutba yetu ya leo anwani yake inasema kisa cha watu watatu ambao walifunikwa na jiwe katika pango. Khutba yetu ya leo tutaenda kuelezea watu ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam amewaelezea katika hadithi. Tusome kitu gani kilitokea kwa watu hao na mafunzo gani tunapata katika kisa hichi. Ndugu zangu katika imani, rawa al-Imam al-Bukhari عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فشدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari atuambia, walikuwepo watu watatu katika wale waliokuwa kabla yenu, walienda wakiwa na safari, ikawakuta mvua, ikawafika usiku, ikabidi walale katika pango. Baada ya kulala katika pango, liliwafunika jiwe kubwa katika ile mlango wa kutokea katika pango, na haikubaki katika pango hilo isipokuwa nafasi ndogo tu ya kupitisha hewa, wala hawakuwa na nafasi ya kutoka. Wakaambizana wao kwa wao, wakaambizana wenyewe kwa wenyewe ya kuwa hakuna nafasi tena wala hatuna cha kufanya isipokuwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika yale matendo mema tuliyokuwa tukiyafanya kabla. Wakawashauriana watatu hao, mmoja wao akasema, faqala rajulun minhum: Allahumma kana li abawani shaykhan kabiran wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala, fanaa bi fi talabi shay'in yawma فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. mmoja wao akasema, ya Rabb, hakika mimi nilikuwa na wazee wawili, wazazi wangu walikuwa ni watu wazima, na ilikuwa katika ada yangu na kawaida yangu, ilikuwa nikitoka katika mizunguko yangu simpi yeyote katika watu wangu wa karibu isipokuwa naanza na wao kuwapa maziwa, naanza na wao kuwapa chakula. Sikutaka yeyote
aanze kupata katika chakula na maziwa niliyokuja nayo isipokuwa wazazi wangu wawili. Siku katika masiku nimerudi hali ya kuwa nimechelewa, nimekuta wazazi wangu wamelala, nikawa sijaweza kuwaamsha kwa kuhofia kuwasumbua, na katika kawaida yangu siwezi kumtanguliza yeyote katika maziwa niliyokuja nayo isipokuwa wao wawili. Ya Rabb, kwa kuhofia mambo haya mawili sikuwa na njia yoyote ya kufanya isipokuwa nikae mlangoni kwao mpaka pale ambapo wataamka wenyewe. Nikasubiria mpaka ikafika alfajiri, wakaamka, nikawapa yale maziwa wakanywa. Ya Rabb, ikiwa heshima hii ilionyesha kwa wazazi wangu wawili, ikiwa heshima hii ilionyesha kwa wazazi wangu nilifanya kwa kutaradi radhi zako ya Rabb, basi tufariji kutokana na hii dhiki tuliyokuwa nayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ikafunguka katika lile pango ama ukasogea lile jiwe katika ile pango kiasi ambacho hawawezi kutoka. Nakumbuka ndugu zangu katika imani, hili jiwe lilikuwa ni kubwa kiasi ya kwamba hakuna yeyote kati ya wao hata wakajikusanya hawawezi hata kulitikisa. Ndugu zangu katika imani, akaja mtu wa pili akasema, waqala al-akhar, Allahumma kanat li bintu ammin kanat ahabba an-nas ilayya, wa fi riwaya kanat ahabba ilayya akthara mimma yuhibbu ar-rijalu an-nisa, فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. Ndugu zangu katika imani, akaja mtu wa pili akamwambia, ya Rabb, hakika mimi ilikuwa niko na binti ya ammi yangu, ilikuwa ni katika wasichana ambao nawapenda. Akasema, nilikuwa nikimpenda kuliko vile ambavyo wanaume wanapenda wanawake. Asema mtu huyu, nikamtaka huyu binti ammi yangu tufanye naye zinaa, machafu ya zinaa. Akasema huyu binti alikuwa afifa, alikuwa ni mwenye kujihifadhi, akakataa. Kisha ikapita miaka, baadaye binti yule akamfuata na kumwambia ya kuwa hayuko na shida, anataka kiasi katika pesa. Akasema nikakubali kumpa kile alichokuwa kitaka, lakini kwa sharti akubali lile ombi nilomuomba. Baada ya kuwa huyo binti yuko na shida, mutarra, amepatwa na shida, akamkubalia lile ombi lake. Anasema tukaenda mpaka tukabaki mimi na yeye, ikakaribia mimi kufanya uchafu wa zina. Akaniambia yule binti, qalat لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقي. وفي الرواية قالت يا عبد الله اتق الله. أسمع وبنتي akamwambia ewe mja wa Allah, muogope Allah subhanahu wa ta'ala, sikuruhusu wewe kufanya kitendo hichi isipokuwa kwa haki, yani isipokuwa kwa ndoa. Asema nikarudi nyuma na kuacha hali ya kuwa yule binti alikuwa ni katika watu ambao nawapenda. Akasema, ya Allah, ikiwa nilifanya hivi kwa ajili yako, na kuomba Allah utufariji kutokana na hili lilotukuta. Ndugu zangu katika imani, lazim kila mmoja katika sisi awe na kitu kinaitwa muraqabatullah, ahisi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamuona katika kile anachofanya.
Na hii ndio iliyotokea hapa ndugu zangu katika imani. Amehisi ya kuwa Allah ananiona, lau kama nitafanya dhambi hii akajiepusha nayo. Ndugu zangu katika imani, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fanfarajat as-sakhra ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha, likasogea lile jiwe kiasi ambacho vile vile hawawezi kutoka. Akaja watatu akasema, waqala ath-thalithu, akasema watatu, Allahumma inni istajartu ujara fa'ataytuhum ajrahum ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahab فثمرت أجره حتى كبرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجري من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه الإمام البخاري. أسمع watatu, ya Allah, hakika mimi nilikuwa nimeajiri watu katika kazi yangu, nikawalipa wote isipokuwa mmoja. Alidharau malipo yangu, akaona madogo, akakataa kuchukua malipo yale, akaondoka. Lakini mimi sikutunza tu amana yake, bali nilizidisha, nikaifanyia biashara mpaka nikawa na sehemu kubwa katika ng'ombe na mbuzi na wachungaji katika wale wanyama. Kisha baada ya masiku akanijia yule mtu hali ya kuwa amepata na shida na kunitaka nimpe kile kidogo alichokikataa katika ujira wake. Nikamwambia, hivi vyote unavyoviona katika mbuzi, katika ng'ombe, hata hao wachunga wanaochunga katika hivi vyote ni sehemu katika mali yako. Hivi vyote sababu yake ni mali yako uliyoacha. Akamwambia, ya Abdullah, usinifanyie istihza, usinidhihaki ewe mja wa Allah. Akamwambia, wallahi sikufanyii dhihaka, isipokuwa hivi vyote ni vitu vyako. Yule mtu pamoja na kuwa alikataa mali yake aliyakuwa ilikuwa ndogo, akachukua vitu vyote katika vile alivyovikuta badala ya kuambiwa ni sehemu katika mali yake. Kisha akaondoka wala hakumwachia chochote. Akamwambia, ya Allah, kama kweli mimi nilifanya kitu hichi, nilimruhusu kuchukua mali yake, kwa sababu kilichokuwa lazima kwake ilikuwa ni kumtunzia amana yake, wala sio kuikuza, na hata angempa amana yake asingekuwa na dhambi. Lakini alimwambia, hiki chote kilichokuwepo ni kwa ajili yako, hii ni kwa sababu ya amana yako. Akamwambia, ya Allah, lau mimi nilifanya hivi kwa kutaraji radhi zako, basi tufariji katika tulivyokuwa navyo katika dhiki. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fanfarajat as-sakhra fakharaju yamshun, lile jiwe likatoka, wao wakaondoka. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala katika sunna yake yafaa mwanadamu amini ya kuwa la malja wala manja min Allahi illa ilayhi. Mwanadamu hakuna njia wala hakuna sehemu ya kukimbilia isipokuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa walijipendekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walipopata shida, Allah subhanahu wa ta'ala aliwasaidia, kwa kuwa wao kabla walikuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, asema Allah subhanahu wa ta'ala, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wasimulie umma wako visa, huenda wao wakatafakari. Allah subhanahu wa ta'ala asema في أواخر سورة يوسف, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى
walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi, amwambia ilikuwa katika visa vyao hao watu waliotangulia, si story tu watu wakapumbana nazo, bali ni mazingatio kwa wenye akili. Ndugu zangu katika imani, katika visa kama hivi ambavyo tunavipokea kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na katika Qur'ani ya Allah jalla fi ula, kuna mazingatio, na katika mazingatio tunayopata katika kisa hichi insha Allah tutayaona katika khutba ya pili. Laqad qultu ma sami'tum wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولمشائخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. فيا أيها الناس فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه ونصره وكفاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. فاتقوا الله عباد الله، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمري. Ndugu zangu katika imani, nausieni kumcha Allah, nausieni kumcha Allah pasina kuisahau nafsi yangu yenye mapungufu. Ndugu zangu katika imani, tunapata faida gani katika hii kisa? Katika hii kisa ya watu watatu, kitu gani tunapata katika ibra, katika idhat, katika fawaid? Kitu gani tunapata ndugu zangu katika imani? Awalan, fi hadha alhadith alsharif bayan fadl alikhlas. Tunajifunza ubora wa kufanya ikhlas ndugu zangu katika imani, katika matendo. Kwa nini ikhlas katika matendo? Lau haya yote walioyafanya ndugu zangu katika imani watu watatu hawa, lau wasingeyafanya ibtighaa wajhi Allah, wallahi asingewafaa. Ndio maana katika maelezo yao walikuwa wakisema kila mmoja wao, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtighaa wajhik, lau nilikuwa nimefanya hivyo kwa kutaraji radhi zako. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu. Tusijisahau ndugu zangu katika imani, tukithirishe matendo, lakini tujiangalie nafsi zetu katika ikhlas. Al-ikhlasu ibadallah, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salata wa yutu az-zakah wa dhalika dinul qayyim. Ikhlas ndugu zangu katika imani, hii ndio dini iliyokuwa sawa sawa. Ndugu zangu katika imani, funzo la pili tunalolipata katika hadithi hii, at-tawassulu ila Allah ta'ala bil a'mali as-salihah. Inafaa kufanya tawassul kwa Allah, kumuomba Allah kwa kutaja matendo yako mema, na katika hili tujitahidi kutenda matendo mema. Ikiwa wewe umetenda matendo mema yakakupata matatizo, ukamuomba Allah kupitia yale matendo yako mema uliyofanya kwa ajili yake peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala atakujibu katika dua yako. Ndugu zangu katika imani, wa fihi bayanu fadli birril walidain wa fadli taqdimihima ala sa'iril ahli wal aqarib. Katika hili kuna ubainifu
juu ya fadhila za kuwatendea wema wazazi wawili. Katika hili kuna ubainifu juu ya fadhila ya kuwatanguliza wazazi wawili kuliko wewe mwenyewe, kuliko mkeo, kuliko watoto wako na kuliko watu wako wote wa karibu. Angalia mtu huyu ilikuwa hataki apate chochote yote katika watu wake wa karibu katika alichokipata isipokuwa waanze wazazi wake, mpaka ikafika wakati akaona ni bora akeshe mlangoni kwao, kuogopa kuwakosea adabu wazazi wake, kuamsha, kuogopa kuwatanguliza wengine pasina wazazi wake. Katika hili ndugu zangu katika imani, tujiangalie sisi, hili ni funzo kwetu, tupoje sisi na wazazi wetu. ndugu zangu katika imani, وفيه الحث على بذل الخير للآخرين دون تلمس أجر منهم على ذلك والحذر من الطمع. katika hili tutahadhari, kuna funzo la kuwa sisi tunafaa tuwasaidie wenzetu bila ya kutaraji chochote kutoka kwao. Wingi katika watu akitaka kumsaidia mwingine basi lazima apate faida katika kile ambacho amemsaidia. Ndugu zangu katika imani, hili linaweza kukupelekea wewe katika madhambi kama lilivyotaka kumpelekea huyu katika watu hawa watatu katika madhambi. Ndugu zangu katika imani, Allah anasema innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Watu wema wao wakisaidia watu wanawaambia sisi tunawalisheni kwa ajili ya Allah, la nuridu minkum jazaa, katika huwema tunawafanyia hatutaki kwenu malipo, wala shukura, wala hatutaki kushukuriwa. Ndugu zangu katika imani, tambueni ya kuwa katika hadithi hii kuna funzo kubwa tunalipata, na hili insha Allah ndilo litakuwa funzo la mwisho katika khutba yetu ya leo. Asema فيه بيان أنه من تعرف إلى الله أنه من تعرف بالله في الرخاء يعرفه الله في الشدائد كما جاء في الحديث. katika hili kuna funzo ya kuwa ikiwa wewe upo katika siha, upo katika afya, upo katika neema katika neema za Allah jalla fi ula, wapaswa zaidi kumshukuru Allah, wapaswa zaidi kwa karibu na Allah, kwa sababu kwa kufanya kwako hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yunjika min albala, yaarifuka fi shadaid, katika matatizo na shida Allah subhanahu wa ta'ala atakuokoa, naye atakuwa karibu na wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, imepokelewa hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. mtu ambaye atataka Allah subhanahu wa ta'ala amuokoe, amnusuru katika matatizo, basi akithirishe dua pale ambapo yupo katika neema. Leo Allah amekupa afya, leo Allah amekupa viungo vyako vyote kamili, leo Allah amekupa kila aina ya neema. Usijisahau, usighurike na neema hii aliyokupa Allah. Taarraf ila Allah, jipendekeze kwa Allah kwa neema hizo alizokupa, kwa sababu kesho ukija kupata shida Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi nyingine عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لي يا غلام أو يا بني ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قلت بلى. Asema Abdullah ibn Abbas, kuna siku nilikuwa nimepandishwa katika mnyama na Mtume sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa nyuma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaniambia ewe kijana,
katika riwaya nyingine, ewe mwanangu, je, nisikufundishe maneno? Kupitia maneno hayo Allah subhanahu wa ta'ala atakunufaisha. Ibn Abbas akamwambia, bala, niambie mtume wa Allah. Faqala la, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi ash-shidda. Akamwambia, mhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, ay ihfaz huquqahu wa hududahu, mhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, hifadhi haki zake, tii maamrisho yake, katazika na makatazo yake, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Mhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, siku zote utamkuta mbele yako. Akamwambia, jipendekeze kwa Allah ukiwa uko katika neema. Allah subhanahu wa ta'ala atakujua ukiwa katika shida. Ndugu zangu katika imani, badala ya kusema haya, baada ya kusema haya, niwahusie ndugu zangu katika imani, niwahusie kumcha Allah na kumtii yeye, na tujifunze katika kisa hichi ambacho waliokuwa kabla yetu yakawatokea ya kuwatokea, wakatumia katika njia zikawasaidia. Basi na sisi tujipambe nazo ili ziweze kutusaidia pale ambapo tutakuwa na matatizo. Tujitahidi kujipendekeza kwa Allah pale ambapo tuko na neema, sio nasubiri upate shida ndipo ambapo uende kumlilia Allah. Leo anza leo, Allah amekupa kila aina ya neema, jipendekeze kwa Allah, kithirisha ibada. Hata katika riwaya wanasema baadhi almufassirin, kisa cha nabii Allah Yunus, pale Allah aliposema falaula annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun, lau kama Yunus asingekuwa ni katika watu wenye kumsabihi Allah. Wapo katika baadhi almufassirin wanasema lau kama Yunus kabla ya kuwa ameingia katika ule mtihani asingekuwa ni mtu ambaye mwenye kufanya tasbih, mtu ambaye mwenye kujiweka karibu na Allah, basi Allah subhanahu wa ta'ala asingemnusuru. Hivyo tunatakiwa tujifunze ndugu zangu katika imani, katika kisa hichi tujifunze ya kuwa man ta'arrafa ila Allah fi ar-rakha ya'rifuhu Allah fi ash-shada'id, mtu ambaye atajipendekeza kwa Allah katika akiwa na neema, basi Allah subhanahu wa ta'ala humuokoa pale ambapo yuko na shida. Faya ayuha nas wa ya ibadullah, inna Allah amarakum bi amrin bada bihi nafsahu wa thanna bihi malaikatahu al-kiram wa thalatha bihi bikum ayuha al-mu'minun mukhbiran wa amira. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم كن لأهلنا في غزة، اللهم كن لأهلنا في فلسطين معينا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم اكشف عنهم الضر، اشف مريضهم وداو جرحاهم وتقبل منهم شهداءهم وأطعم جائعهم وانصرهم على من عاداهم. اللهم فرج هم المهمومين
ونفث كرب المكروبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Kishki TV, nuru ya dini yako.